Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kuwa ni magumu kweli kweli kwa huyu kijana wa kuitwa Munir. Munir ni kijana ambaye kote anataka kwa Jemima, anataka kwa Yusra. Akiwa na Jemima anampondea Yusra, akiwa na Yusra anajifanya yeye ni mdogo kweli kweli. Sasa mambo yatakuwaje? Karibu sana kwenye hii sehemu ya 4 tupate kujua kile kilichoweza kuendelea mara baada ya kijana huyu Munir kulala nje siku 2. Ile siku ya Jumapili anarudi nyumbani kwake, alishangaa kukiona kile alichokiona. Je, ni kitu gani hasa? Basi karibu sana tupate kuendelea. Mimi langu jina naitwa Uncle J, mzigo mtamu kutoka kwake Habiba mara moja. Karibu. Basi bwana, usiku wa siku hii mimi na Jemima tukalala hapo hotelini, na kesho yake alfajiri ilikuwa ni Jumapili. Ndo mimi sasa na Jemima tukatoka pale hotelini, nikamrudisha Jemima mpaka kwake, ila sikukaa sana kwake. Nikaagana naye pale na kisha mimi nikarudi sasa Kibamba nyumbani kwangu. Nilipofika nikaingia mpaka ndani. Uwezi amini msikilizaji, nilimkuta mke wangu alikuwa amelala kwenye sofa hiyo asubuhi. Yani nimemkuta yeye ndo kalala kwenye sofa. Ina maana kwamba hakulala chumbani, na mimi sikumwamsha. Nikapitiliza moja kwa moja kimya nikaingia chumbani kwangu kabisa. Nilipoenda nikaoga na kisha nikarudi nikajitupa kitandani nikajipumzisha kabisa, maana kusema ule kweli nilikuwa nimechoka kinoma noma. Nikaamka baadaye sana, mida ya kama saa 9 hivi alasiri ile jioni ile, sijui mchana sijui ni jioni. Nikamkuta Yusra alikuwa amekaa pembeni yangu. Yusra alikuwa ananiangalia kwa upendo mno, yani kama vile alikuwa ananidadisi. Kwanza nikakurupuka, alafu kwa ukali nikamwambia, wewe vipi wewe? Wewe mbona unaniangalia hivyo? Unaniona mimi sanamu ama unaniona mimi mdoli? Au ulikuwa unaniroga? Hapana mme wangu, upo salama lakini. Nikamwambia niko salama. Si ndio unaniona hapa naamka ama? Au unataka nini? Siku 2 mme wangu nimekungojea sana. Mbona hukurudi nyumbani? Kulikuwa kuna changamoto yoyote? Yusra, mimi nimekuoa au wewe umenioa mimi? Nakuuliza Yusra, wewe umenioa? Sipendi hayo maswali yako. Sipendi kuulizwa sana. Unachelewa, uona ndai. Nakuuliza, unanidai? Samahani nimekosea. Nisikilize Yusra, mimi sio mtoto mdogo kunichunga na kunifuatilia. Ukiona siku sijarudi nyumbani, elewa ya kwamba nina sababu zangu. Sasa maswali siyahitaji. Wewe sio askari polisi, sijui umenielewa? Okay, sawa. Naomba utoke, nenda chumbani kwako. Huku chumbani kwangu mimi sihitaji usumbufu. Nimechoka sana, kwa nahitaji kulala Yusra. Lakini mme wangu, wewe. Hebu ondoka bwana. Mtu aseme mara ngapi kwamba anahitaji kupumzika? Kweli Yusra akanyanyuka akatoka zake. Mimi nilibaki na Sonya tu. Mademu mwingine bwana, yani ukishamdinya tu basi ndo analeta mazoea. Yeye anataka kuanzisha na mazoea, mpumbavu kweli huyu. Nikavuta pale shuka langu kisha nikaendelea kulala. Nilikuja kushtuka. Ilikuwa ni majira ya saa 2 hivi za usiku. Sasa hapo msikilizaji, usingizi ulikuwa umenikata kabisa. Nikaenda kuoga, nikavaa zangu fresh tu. Mimi bwana napenda sana kuvaa. Yani kuvaa kinyamwezi ndo napenda sana. Nikivaa na waka napendeza. Basi nikatoka mpaka sebleni. Niliplan niende nikacheki movie. Basi nikamkuta pale Yusra alikuwa amelala sebleni na machozi alikuwa yanamtoka. Nikamwambia, wewe ni nini kinachokuuliza? Yani mbona
Yaani mbona kama unaniletea uchuro ndani kwangu? Sasa Yusra alivyosikia hivyo akakaa haraka. Maskini ya Mungu akawa anafuta machozi. Akaniambia mimi silii. Nikamwambia okay, haulii. Ni nini sasa? Itakuwa mimi ni kipofu ndio manake wakati nakuona kabisa unalia. Hapo nikamwona Yusra kakaa kimya na mimi nikaona okay, wala hata siongee naye sana, na bado nikisema niongee naye sana atalia sana. Maana Jemima ndo kasharudi ndani ya penzi langu. Na atakapomkaba yeye mwenyewe Yusra ataidai talaka yake, na ndo kitu ambacho mimi nilichokuwa nakitaka. Na hiyo talaka yake nitampa chapu bila hata kumhoji. Na nitamoa Jemima wangu, kipenzi changu cha moyo, sukari yangu, utamu wangu. Yule ndo Jemima, ndo mwanamke ambaye mimi namtaka. Nikamwambia okay sawa. Ni vizuri kama hauli. Hebu nenda chumani kwako. Hapo nataka kuangalia movie zangu sasa hivi. Kweli nikamwona pale kanyanyuka, alafu kama vile alikuwa anajiuliza fulani hivi. Yaani kama anataka kwenda, kisha kama vile anataka kubaki. Nikamwambia vipi kwani? Mbona unanisimamia hapa? Nimekuambia nenda chumbani kwako, nataka kuwa mimi mwenyewe hapa sebreni. Kweli maskini ya Mungu, Yusra aliniangalia kwa huruma sana na kisha akasema, njaa inaniuma mme wangu. Kwanza nikakaa vizuri. Nikamuuliza kwani chakula kimeisha ndani? Ndiyo. Vimeisha tangu jana asubuhi. Kwa hiyo hujala tangu jana mpaka sasa hivi? Hapo alitingisha kichwa akiashiria kwamba ndio. Aisee, kiukweli simpendi Yusra, lakini nilijisikia vibaya sana. Hata kama nina chuki na huyu mwanamke, lakini mbona hii imezidi? Yaani mpaka namshindisha mtoto watu na njaa. Alafu nilijisahau kumchukulia mahitaji kabisa. Na yote kwa sababu sijali kuhusu yeye. Nikamwambia Yusra, kwa nini nilivyorudi hujaniambia? Na unaniambia sasa hivi? Nilikuja kukuambia chumbani, ulinifukuza. Aisee, Yusra aliponiambia hivyo nilijisikia vibaya mno. Yaani sana. Kumfanya Yusra asile chakula tangu jana. Na ubaya ni kwamba simwachiagi pesa hata senti 100. Alafu kuna mwanamke nimetoka kumuonga pesa zaidi ya milioni 30. Na huyu Yusra haniombi hata senti. Zaidi tu namleteaga mahitaji nyumbani tu ambayo ndio yaliisha, na nikawa sijui chochote kama mahitaji ndani yameisha. Ilibidi nimuulize, Yusra, upo vizuri nikupeleke sehemu ukali kwanza chakula? Ndiyo, niko vizuri. Okay, twende. Kweli hapo nikamchukua Yusra, nikatoka naye ndani muda huo. Nikapanda naye kwenye gari langu. Maskini kusema ule kweli nilimwonea huruma. Ndio simpendi, lakini sio kwenye mambo ya kula. Yaani kwenye mambo ya chakula kusema ule kweli kumtesa kwa sababu mambo ya vyakula. Moyo uliniuma. Nilimwonea huruma. Na ndio maana alikuwa analia pale maskini ya Mungu. Kumbe njaa. Kwenye hili nilijisikia vibaya kusema ule kweli. Maana naelewa msoto wa njaa, naelewa. Na ndio maana wanasema kabisa adui yako muombe njaa. So naelewa jinsi gani njaa inavyouma. Basi nikaenda mpaka Mbezi, kuna sehemu nzuri tu ya kula chakula na iko very classic. Nikamwagiza pale, nikamuuliza nikuagizie nini? Akaniambia chochote. Basi nikamwagizia pale chips yai, nikamwagizia na kuku na juisi nzito kweli kweli. Vikaja pale, nikamwambia ya kula sasa. Kula utulize kwanza njaa. Lakini cha ajabu Yusra akaniambia, na wewe kula tule wote. Nikamwangalia, yaani ana njaa lakini bado ananifikiria mimi huyu mshenzi nye. Sasa hapa mshenzi nani? Yeye mimi. Mwisho siku mimi ndo mshenzi. Binti wa watu hajanikasirikia kwa kumshindisha na njaa kote kule. Ni anaongea kawaida. Nilimwona ni mwanamke tofauti sana Yusra. Na nilimwambia, Yusra, mimi nimeshiba, wewe kula. Basi kweli akala pale. Alipomaliza nikamuuliza, umeshiba? Ndio nimeshiba, asante mme wangu. Nikamwambia okay sawa. Kweli nikamchukua nikapita naye supermarket.
Nikafungasha pale vyakula vya kutosha tu. Nilimbebea kila kitu cha ndani na sikutaka kabisa ishiwe, yani sikutaka ishiwe kabisa vitu vya ndani. Japo mimi ni mshenzi na nakuwa busy na mambo yangu, ila siwezi kumtesa binti wa watu mpaka nimlaze na njaa kisa chakula. Hapana. Alafu na mimi ni tajiri na uwezo kweli. Bora nimnyime mapenzi lakini sio kumnyima chakula. Tulipomaliza nikarudi naye mpaka nyumbani. Nikashosha vitu vyote nikapeleka jikoni na vingine Yusra alivipanga katika friji na mboga mboga akaweka katika freezer, na kisha nikamwambia ukiona vitu vinakaribia kuisha siku 3 kabla na kuomba uniambie, sawa? Usio unakaa tu kimya mpaka unaishiwa kabisa. Hebu nakuomba ujisimamie zaidi. Mimi kichwa changu kina mambo mengi mno Yusra. Sawa mme wangu. Okay, usiku mwema. Hapo mimi nikamwaga nikapanda chumbani kwangu naye akaenda chumbani kwake. Lakini cha ajabu ni kwamba nilipofika chumbani kwangu nilikuwa namuwaza sana Yusra, binti mwenye upendo sana, mwenye kujali kila kitu yani. Nilihisi kitu juu ya Yusra, maana nilimfikiria sana huu usiku. Mpaka usingizi ukawa hauji kabisa. Sijui na ile kulala sana mchana, I don't know. Basi nikatoka nikaenda chumbani kwa Yusra. Kwa huo muda ulikuwa ni kama saa 6 hivi za usiku. Ila nilipoingia tu ndani kwake nilimkuta maskini ya Mungu huyu binti anaswali. Nilipofika nikakaa katika kitanda chake, nikawa namwangalia tu mpaka alipokuja kumaliza. Alipomaliza akashtuka kuniona mimi niko pale. Kwa mpaka naingia mule ndani, Yusra alikuwa hajui. Akasema, "Hey, mme wangu, kumbe umekuja. Samahani, nilikuwa na swali." Sawa, usijali. Hebu sogea hapa mara moja Yusra. Nilimwambia hivyo kama kawaida yake. Huyu binti akaanza kuogopa. Nikamvuta mkono mpaka nilipokaa. Nikamuuliza, "Ulikuwa unamuomba nini Mungu?" "Nilikuwa namuomba Mungu anitunzie sana wewe na nilindie ndoa yangu iwe ya amani na furaha muda wote." Okay, sawa mke wangu. Nyinyi, kwa mara ya kwanza nilijikuta namuita Yusra mke wangu na nikamwambia twende ukalale kwangu. "Lakini leo naumwa. Hatuwezi kufanya vile." "Unaumwa nini?" "Nipo katika siku zangu. Na hata pale nilikuwa na swali ila nilikuwa namuomba Mungu tu." "Kwa hiyo umevaa zile taulo za kike huko?" "Hapana, sijavaa. Sikuwa na hela ya kununulia pedi mme wangu." "Kwa umevaa nini sasa?" Nimejifunga vitambaa." I say, nilijisikia vibaya sana. Yaani hata pesa ya taulo zile za kike kumwachia nayo ilikuwa ni mtihani. Nikamwambia, "Yusra, mbona sasa kuniambia? Mbona kuniambia kwamba ulikuwa unazihitaji? Si tungenunua kule kule tulikotoka. Kwa nini lakini unafanya hivyo?" "Samahani mme wangu, kwa siku nyingine nitakwambia." Okay, sawa. Twende ukalale kule chumbani kwangu. Twende ukalale hivyo hivyo. Sawa. Kweli nilimshika mkono mpaka chumbani kwangu, nikampa taulo, nikamwambia hebu jifunge hili. Alafu uje upumzike hapa. Sawa. Nikaona tena anaenda toilet kubadilisha nguo. Nikamwambia, "Yusra, nini sasa? Mimi si ni mumeo? Sasa unajificha nini? Hebu toa hizo nguo. Vaa baba. Mimi ni mume wako, sawa? Tumeshaonana hivi vidude vyetu vya kukojolea. Wewe umeona cha kwangu, mimi nimeona cha kwako. Sasa kubadilisha nguo unaenda mpaka toilet? Mimi naruhusiwa kuona kila kitu kwenye mwili wako. Mimi ni mume wako wa ndoa. Sasa kuna nini hapa cha kuficha kati yangu mimi na wewe? Kweli kubadilisha nguo mpaka uende toilet? Sawa mme wangu.
Sasa hapo ndo akawa anavua zile nguo, lakini anavua kwa kujificha kweli kweli, na kisha kavaa taulo refu kweli kweli. Nikamwambia njoo sasa upumzike. Kweli akaja mpaka kitandani akalala ubavu pale. Mimi nikamsogelea kwa nyuma yake na kisha nikamshika kiuno, huku nikawa na Tomasa. I say Yusra nikafungasha sio poa. Yaani asingekuwa katika siku zake huyo, hakialai tena. Mimi nawaambieni, ningemdinya kama vile sijatoka kumdinya Jemima. Niacheni nyinyi. Basi nikalala naye pale. Nilikuja kushtuka, yalikuwa ni majira ya saa 11 hivi za alfajiri. Nikamwona amekaa tu kwa pembeni hivi binti wa watu. Alikuwa anamuomba Mungu, maskini ya Mungu. Nyinyi huyu binti kwa ibada. Kiboko wallahi nimemnyosha mikono. Lakini Firauni mimi ndo nikavuta mpaka shuka vizuri, nikalala zangu vizuri. Nilikuja kuamka asubuhi, ananiamsha nikaoge, nikanywe chai. Nikamwambia okay sawa. Basi nikainuka pale kiuvivu kweli kweli, nikaingia bafuni kuoga. Nilivyotoka nikakuta kaniwekea pale nguo za kuvaa. Na kisha akakaa kwa pembeni. Mimi wala hata sikutaka kumuudhi kwa hii siku, nikaona tu nivae nguo alizokuwa ameniandalia yeye. Basi nikavaa pale mbele yake. Namuona naficha macho yake. Nyinyi huyu ana utoto nyinyi. Basi nilipomaliza pale mimi kuvaa, nikatoka naye mpaka dining. Akanitengea chai na chapati pale na mchuzi wa rosti. Nikaona nile tu. Basi nikawa nakula. Yeye Yusra kusema ukweli anajua kupika huyu binti. Alivyonitengea kile chakula, akawa anaondoka. Nikamuuliza unaenda wapi? Naenda kusafisha chumbani maana sikupafanya usafi, ulikuwa umelala mume wangu. Nikamwambia no, njoo kwanza ule. Sawa kweli. Akasogea pale na mimi nikamtengea chai tena kwa upendo tu. Na kuna jinsi huyu binti alianza kunishawishi. Kuna namna alianza kunivutia. Nilipomaliza kumwekea chakula, akaniambia asante mume wangu. Nikamwambia okay sawa. Kula kwanza. Basi akawa anakula naye pale. Tulikula kimya mezani. Hatakuwa na story kabisa. Tulipomaliza kula nikaenda sebuleni kucheki movie. Nikamwacha yeye anatoa pale vyombo. Alipomaliza akanifuata, akaniambia asante kwa chakula mume wangu, nimeshiba. Huyu binti bwana ananishangaza. Chakula kakipika yeye ananishukuru mimi. Huyu binti ni mwingi wa shukrani. Yaani kuna muda mpaka najisikia raha. Nikamwambia okay sawa, nenda ukajiandae. Nataka kuna sehemu twende mimi pamoja na wewe. Sawa mume wangu. Nilichogundua kwake huyu binti, nilikuwa nikisema kitu mara moja tu anatenda papo hapo, wala habishi kabisa na wala haulizi. Yeye ni sawa. Na nikimsema yeye ni samahani. Yaani hayo ndo maneno yake ambayo yamemkaa sana Yusra mdomoni mwake. Lile kulumbembe Jemima ile nilompa ile milioni ngapi, sidhani kama aliniambia hata asante. Sikumbuki. Ila tu ninachokijua likio ndo linanikatikia kwenye 6 kwa 6 linaniambia, "Gari unanunulia lini baby?" Nikiona 6 kusema anaichomoa. Basi baby nakununulia na anachomeka tena. Ili ndo ninachokumbuka hiko. Jemima alisemagi asante. Kuna wanawake wamebarikiwa. Basi bwana. Baada ya muda huyu binti Yusra akatoka. Akaniambia niko tayari mume wangu. Alichokivaa sasa, yale manguo yake yale makubwa yani. Nikamwambia okay sawa, nifuate. Nikatoka naye mpaka parking, nikaingia katika V8 yangu nyeusi, na yeye akapanda akakaa mbele. Nikawasha gari mpaka Mlimani City. Kwanza tukaanzia kwenye duka la simu. Nilimwambia tafuta simu nzuri nikununulia. Akasema mbona hii inanitosha? Mimi simu kubwa siwezi kutumia. Nikamwambia wewe, hebu acha mambo yako bwana wewe. Hapo eti ananionyesha kile kiswaswadu eti ndo simu. Kadogo. Nikamwambia chagua simu bwana, chagua simu kubwa unayoona wewe unaipenda. Mimi nitakuelekeza namna kutumia simu. Mpaka utajua tu kuwa na amani, chagua simu unayotaka. Akasema sawa. Hakuwa hata anajua anachagua kitu gani. Anachagua simu za bei rahisi vibaya mno. Nikaona yatanipotezea muda. Nikamchukulia pale simu kali kweli kweli. Ilikuwa ni iPhone nakumbuka. Nikamnunulia pale simu ya milioni na kali kinoma. Ndio zilikuwa zinaingia. Yusra alifurahi sana. Akasema asante mume wangu. Nikamwambia usijali mke wangu, uwe na amani. Basi bwana nikampeleka katika mabaibu yake anayoyapenda. Lakini sasa huko sasa ndio ya kisasa yale. Yaani akipiga zile baibu unasema mashallah, nguo ni nzuri. So yale alikuwa anavaa yale sio mabaibu, yale mabuibui. Hizi sasa ndo baibui zenyewe sasa.
Nikamchagulia pale mabaibui makali kweli kweli ya Dubai, Oman, wapi huko, ambayo yana hadhi, ambayo hajawahi kuvaa. Basi nikamkusanyia pale, kama si ndo anapenda, nikamkusanyia kama yote. Nikaona kafurahi kweli kweli. Mambo ya abaya nikamnunulia mpaka nguo za ndani ambazo zinaendana na bodi yake. Nikamnunulia viatu vya kutosha, mpaka viatu virefu, japo alikuaga ananiambiaga hawezi, ila mimi nikambebea. Nikamchagulia mpaka na zile taulo za kike, anapofika kwenye siku zake basi awe anajistiri za kutosha, mabunda. Nikampeleka duka la vipodozi, nikamwambia wewe muuza vipodozi, mpeni lotion za kuendana na ngozi yake. Na kweli akapewa pale skin care safi kabisa. Nikamkusanyia kila kitu, nikampeleka katika nguo za kawaida. Nikamwambia sikia, sasa huku hamna mahijabu, mabaibuka hamna, huku napiga nguo za kawaida. Nikamnunulia pale nguo za kawaida, yani magauni ya kawaida marefu ya kiheshima. Yes, na nataka kiheshima. Hajui sasa dunia imebadilika, wapo tupo karne nyingine. Nikamnunulia nguo zake za kiheshima, na baada ya shopping nzito ndo nikarudi naye nyumbani. Yani uko njiani alikuwa kachoka hoi. Njia nzima yeye alikuwa ni kulala tu. Nikajua wewe hajazoea heka. Hizi heka utamwambia Jemima, heka zangu za mjini wazijua. Jemima haumtoi. Unaweza ukatembea naye siku 2 damu nazunguka tu. Lakini binti watu alikuwa kachoka vibaya mno. Tukafika mpaka home. Nikamuingizia ndani mizigo yake. Basi Yusra akapiga pale magoti. Mimi nawaambia ukweli, Yusra alipiga magoti. Huyu binti akaniambia asante sana mme wangu, asante kwa kuninunulia vitu vyote, nashukuru. Hizi mambo sijazoea, ikabidi nimuinue pale. Nikamwambia inuka. Nikamwambia usijali, ushaniambia asante kule tulikotoka, imetosha. Sawa. Nikamuuliza, umeona haya magauni ya kawaida niliyokununulia? Nimeona. Nikamwambia sasa ukiwa hapa ndani usivae hivi ulivyovaa, unavaa zile gauni tu za kawaida, na nywele uziachie tu, kwa sababu humu tunakaa mimi na wewe, tuko wawili tu, mimi na wewe. Mimi ni mumeo, so naruhusiwa kuona mwili wako. Usio unavaa haya mabaibui makubwa ukiwa ndani. Sawa? Labda tu tunatoka. Sawa. Nikamwambia ila ukitoka nje ndo unavaa sasa mabaibui yako. Tena yale nilokununulia. Haya yako wewe siyataki. Unanielewa mke wangu? Sawa. Basi hapo akataka kwenda kupika. Nikamwambia umechoka bana, naagiza chakula. Hamna, usiagize. Nikamwambia naagiza chakula, tulia. Nyie hamwezi kuamini, Yusra alikataa nisiagize chakula. Yeye anapika tu, na akaniambia wala hajachoka. Kwenye swala la jikoni hajachoka. Nikamwambia okay poa. Basi kweli akaingia jikoni akaandaa chakula. Hapo sasa nikamwacha jikoni. Mimi sasa ndo nikafanyaje? Nikaingia chumbani. Nilipoingia kule chumbani nikaenda kuchukua simu kaka. Nikampigia Jemima. Nikaongea na Jemima kaka. Ile sauti ya kimya ile. Jemima akaniambia amenimiss. Na yeye alijua labda hii siku nitaitumia nikiwa na yeye Jemima. Yaani nitaenda kwake na vitu kama hivyo. Nikamwambia Jemima, mpenzi wangu nisikilize. Nilitamani sana leo kuona wewe, mambo ni mengi. Kuna kazi ilikuwa ni lazima leo iishe. So ikanilazimu niingie kazini kumaliza viporo vyangu, sawa? Basi sawa, na kuelewa mpenzi. Kumbe mi wala nilikuwa nimemtoa out Yusra. Basi nikabebika kweli kweli na Jemima. Nikampromise mi kesho nitaenda kwake nikitoka jobu. Basi bwana, nilipomaliza kuongea na Jemima, sasa Jemima ni mchepuko. Nikakata ile simu nikatulia. Yusra akaja chumbani. Na alipokuja chumbani akaniambia mme wangu, chakula tayari. Nikamwambia okay sawa. Basi nikaenda kula, na tulipomaliza kula Yusra akaniaga usiku mwema mme wangu. Hapo akawa anaenda kulala chumbani kwake, yani kile chumba kingine kile nilichomkabidhi. Nikamwambia Yusra, nikamwambia we chumbani kwako ni kule chumbani kwangu, kuanzia sasa hivi huko utakiwa kulala. Na kuomba uhamishe kila kilicho chako ulete kule chumbani kwa mume wako. Nilipomwambia hivyo huyu binti nyali furahi. Sawa mume wangu. Kweli nikaenda na mpaka mimi kumsaidia, nikabeba vitu vyake vyote nikavipeleka wapi? Chumbani kwangu. Akaniambia atapanga kesho. Nikamwambia sawa. Kisha sasa mimi nikaingia zangu kuoga, na nilipotoka yeye ndo akaenda kuoga. Nyewe huyu mtoto nyewe anavutia. Yaani kumwangalia tu mtoto kajaliwa mno, mashallah. Basi bwana nikalala naye kama jana, wala sikumgusa kabisa. Maana bado alikuwa hajamaliza mzunguko wake wa mwisho wa mwezi. Basi tukalala pale, nimemkumbatia usiku mzima. Nimemkumbatia tu, yani nachezea lile zigo lile.
Basi bwana, naweza nikasema amani kidogo mimi na mke wangu ikaanza kurejea. Yaani amani ikajaa. Maana mimi nilikuwa nalala naye kitanda hiko kimoja na nilikuwa nakula naye chakula chake sasa. Na nikawa nampa pesa maana najua ana mahitaji, alafu alikuwa hasemi. Hakuwa ananiomba. Kwa nilikuwa nampa pesa ya kawaida sana maana najua sio mtu wa matumizi, alafu hata kutoka ndani hatoki. Yaani kutoka kwake yeye ndani ni shida. Hasa anatoka saa ngapi? Maana vitu vikisha nikawa sasa namwagiza sarungi ndo analeta ndani. So muda mwingi Yusra ni mtu wa ndani. Lakini pia penzi langu na Jemima lilikuwepo, sikuacha. Na tena ndo lilinoga haswa. Na mimi kwa Jemima ndo nikawa nimekwama, sijiwezi. Japo na kwa Yusra napo nilikuwa kama nakamatika kila siku, sijui aliniwekea dawa kwenye chakula, maana sasa ninalala naye kitanda kimoja huyu Yusra. Na mimi mwanaume ninapobanwa nakuwa nashiriki naye tendo kama kawaida. Ila ndo hivyo nilikuwa sieleweki. Yaani kifupi ndo hivyo msikilizaji. Wewe nielewi na mimi nilikuwa sieleweki. Mimi kurudi nyumbani ni kawaida. Na Yusra ananiuliza namfokea. Yaani zaidi ya sana. Yaani sipendi tu, yaani sipendi anioji. Maana mimi na demu wangu Jemima. Kwa kuna siku Jemima naye anataka nikalale kwake, naenda nalala. Hapo naondoka kwa Yusra, naenda kulala kwa Jemima. Nikirudi nyumbani kwa Yusra anaanza maswali ya kwamba jana nilala wapi? Ndo sipendi, naanza kumfokea Yusra kweli kweli. Basi nikimfokea Yusra atanyongonyea, atatulia tuli. Yaani kuna jinsi Yusra alikuwa ananiogopa sana kwa sababu ya ukali wangu. Yaani kucheka mimi mpaka ninapotaka mimi ndo ninacheka. Ndio ikawa hivyo. Hapo sasa ilishapita miezi 3 na mzee alishanikabidhi kila kitu. So hapo mimi sasa ndo nikawa CEO wa kampuni zote za baba. Basi hiyo siku nilikuwa niko busy sana kazini. Yusra alinipigia simu. Akaniuliza, "Mme wangu, leo nikupikie nini?" Nikamwambia, "Wewe pika chochote tu ni sawa." Mimi natamani kitu ambacho utakifurahia zaidi ndo nikupikie mme wangu, ndo maana nimekuuliza. Nikamwambia, "Yusra, nipo kazini unanisumbua. Nimekwambia pika chochote." Sawa mme wangu, samani nimekusumbua. Shamzoea na maneno yake ya samani. Yaani samani kwa kilipo karibu mno mdomoni mwake. Nikakata ile simu yangu nikawa naendelea na kazi zangu. Akaingia mshikaji wangu, rafiki yangu wa karibu anaitwa Rosh. Rosh akawa ananitania anasema, "Oya, Muniru umenenepa bwana. Ndoa haidanganyi." Sasa Rosh ananitania nikawa nacheka tu. Rosh akaniambia, "Oya, mara kwa mkeo mwanangu, mara kwa Jemima. Oya, unajua kumkamata Jemima wewe." Nikamwambia, "Sikiliza kaka, mimi siachiki mimi. Unafanya masiara na mimi nikipiga show napiga kweli." Sasa hapo unajisifia. Rosh akacheka kweli kweli. Kisha akaniambia, "Oya, sikiliza. Mzee vipi kwanza? Ndoa inaeleweka?" Nikamwambia, "Ndio hivyo tu mwanangu." "Wako mwanangu, saizi umeanza kumpenda mke wako mwanangu. Maana saizi sikusikii lawama swala la kutoa talaka sikusikii mwanangu." Nikamwambia, "Mwanangu, wala hata simpendi yule demu. Mimi nakula naye tu sahani moja tu. Lakini mimi Jemima ndo nimejinasa kwa Jemima. So swala la kumpa talaka ni soon as possible. Yule mwanamke wa nyumbani anapewa talaka yake." Sasa niliposema hivyo Roshi alicheka kweli kweli. Akasema, "Haya bwana. Ni madhara ya wazazi ya kulazimisha watoto kuoa wasichokipenda. Lazima watoto kuwa na michepuko tu. Sasa sikia mwanangu. Leo twende nikamsalimie shemeji Yusra. Nikamwone maana simjui kabisa. Hata picha mwanangu unipi kaka nimuone. Hata kumpost tu mkeo umposti." Nikamwambia, "Nini mwanangu, hebu tulia. Wewe muone mke wangu wa nini bwana? Alafu unataka kuniharibia mipango yangu mwanangu. Mimi leo nilikuwa sina dalili ya kurudi nyumbani mapema mzee wangu." Sasa nilipomwambia hivyo Roshi akasema, "Kwa mwanangu unataka kwenda kwa Jemima leo? Wewe nini bwana, twende bwana nikamjue Yusra bwana, nikamjue shemeji yangu bwana. Mimi nataka kumwona shemeji bwana." Nikamwambia, "Okay poa basi tutaenda. Ila ngoja nimalizie kazi." "Fresh kaka, haina noma, ndakusubiri." Basi kweli bwana, nikapiga zangu kazi pale huku naongea na Roshi. Na jioni sana ndo nikaondoka na Roshi. Tukaenda wapi? Nyumbani kwangu. Tulipofika tukapaki gari na kisha nikagonga mlango sasa. Maana ulikuwa umefungwa kwa ndani. Yusra akaja akafungua mlango sasa. Hakuwa amevaa yale majuba yake, si nilikuwa nimemkataza. Yaani alivaa tu gauni ya kawaida tu na hata kichwani hakuwa amejifunika. Yote hii ni kwa sababu mimi ndo nilimwambia akiwa nyumbani anatakiwa avae tu kawaida. So hakujua hii siku mimi nimekuja na mgeni. Niliona alikuwa amefadhaika sana alipoona nimekuja na Rosh. Ila akamkaribisha ndani vizuri tu. Niliona Rosh anamwangalia sana mke wangu.
na akasema nimekaribia bwana shemeji. Basi baada ya kukaribishwa pale, Yusra alipanda chumbani. Nikamwambia Roshe, nakuja mara moja. Hapo ni kwa sababu tayari nilishamuona Yusra hayuko sawa. Nikajua ni kwa sababu Roshe kafanyaje, kaona umbo lake, maana sikavaa tu gauni la kawaida, tena likawa limechora kabisa umbo lake. Basi mimi nikamfuata huko chumbani Yusra, nikamkuta amekaa kitandani. Nikamwambia sikiliza, samani mke wangu, nilijisahau kukuambia kwamba nakuja na mshikaji wangu. Lakini si ameuona mwili wangu? Huoni hiyo ni dhambi? Lakini ndio maana mimi sipendi kuvaa hivi. Hapo msikilizaji, nilichukia. Nikamwambia kwani wewe Yusra, wewe mwili wako una nini mpaka usionwe? Ni kwamba una thamani sana, mwili wako ni VIP ama ni vipi? Hebu acha mambo yako ya kishamba bwana. Hata wenzio kwa wanapenda dini, ila wapo kama wewe. Mbona umezidi wewe? Wewe mbona mpaka unakuwa kero? Alichokiona hapo nini? Kwani wewe umekabila nguo? Si umevaa nguo hiyo? Hapo nikamwona Yusra kanyamaza kimya, maskini ya Mungu. Hapo Yusra alikuwa ananiangalia tu. Kisha akasema, ila mimi najitunza kwa ajili yako mme wangu, najitunza kwa ajili yako peke yako, na ruhusu mwili wangu uone na mtu mwingine. Lakini nikamwambia usikiliza bwana wewe, mimi sina shida na mwili wako mimi. Sawa, hebu naomba uje umtengee chakula mgeni. Hapo nikatoka chumbani, nikabamiza na mlango kwa nguvu. Nikarudi sebuleni nilipokuwa nimemwacha rafiki yangu Rosh. Rosh akaniambia, oya Muniri, oya Yusra mwanangu, kumbe ndo yuko hivi. We bwana wewe, mbona udemu mkali kuliko mkali tena? Oya Muniri, oya mwanangu, una mke mzuri mwanangu. We kwani unahangaika na Jemima? Yaani huyu dada mwanangu anavutia, sijawahi kuona. We Muniri wewe, we dada ni mzuri wewe. Huyu dada na kila kitu mwanangu. Hapo tukavaa gauni. Huko nyuma lawama. We Muniri wewe unahangaika na Jemima wa nini? Huyu mke mzuri mashallah ndugu. Au wewe hujaliona hilo? Nisikilize Rosh. Unavyosifia kumbuka na mipaka yako. Huyu ni shemeji yako. Alafu acha huo upumbavu wa kumsifia. Sijui unanielewa? Kaka sasa naongea kweli kaka. Sasa sikiliza, mimi nakupanga ukweli. Jemima hapa haingii. Kuna mademu wazuri duniani, ila tu ni vile sio maarufu, hawajulikani. Oya, huyu mke wako mwanangu ni mzuri. Huyu mke wako bro ni mzuri. Yaani wazazi walijua kukupa kile kilicho bora kaka. Hapo msikilizaji, mimi nilibaki kucheka tu, maana ninamjua rafiki yangu Roshi ni mtu wa masiara sana. Na muda huo Yusra alitoka chumbani akiwa ameshavaa majuba yake, akasema karibuni chakula shemeji. Roshi pale akasema asante shemeji, wala hamna shida. Basi kweli tukaenda mezani sasa. Na Yusra alipokuwa pale chakula, ila yeye wala hata hakula. So alipomaliza kutuandalia chakula akatuacha sisi wenyewe. Na mimi sikumuuliza kwa nini hali chakula. Nilikula chakula na mshikaji wangu Rosh, huku tunapiga story. Ila Rosh alikuwa anamsifia sana mke wangu, yani sana. Na akawa ananisihi nitulie na mke wangu, maana nina mke mzuri sana kuliko wanawake wote nilowahi kuwa nao. Sasa wanzani mimi ndo nilikuwa namsikiliza. Mimi huyu Yusra hanikoshi chumbani, bado ni mgeni. Ila Jemima, Jemima wa motro, asikwambie mtu. So mambo yote mimi nayapata kwa Jemima. Jemima ana ufundi fulani hivi. Basi baada ya chakula, Yusra alikuja pale kutoa vyombo. Roshi alisifia sana kwamba chakula ni kitamu sana na alishukuru kwa chakula kizuri. Yusra alibaki anatabasamu tu, anasema asante shemeji kwa kula. Karibu tena shemeji. Sawa shemeji wangu. Nikaona Roshi anamwangalia mno mke wangu. Nikaipotezea tu, nikajua anatazama uzuri wa mke wangu na amechanganyikiwa na uzuri wa mke wangu, maana sio masihara jamani. Yusra ni mzuri, mashallah. Basi Roshi hakukaa sana, akaaga akaondoka zake. Na mimi nikapanda zangu chumbani kwangu, nikamkuta mke wangu Yusra anatoka kuoga. Ni kweli huyu mwanamke ni mzuri nye kwa kila kitu. Ni mimi tu na shida zangu. Kuna muda wanaume ubongo kama vile una hengi hivi. Basi Yusra akanisogelea pale, akapiga na magoti mbele yangu, akasema mme wangu, ule muda nimefanya uchukie. Nikamwambia hebu inuka bwana hapo. Wewe unapitiliza sasa bwana. Hebu inuka. Usipende mimi kunipigia magoti, sawa? Sipendi. Nimekusamea. Sawa mme wangu. Hapa akawa ananiangalia kwa macho malegevu ile. Sawa mme wangu. Basi jicho hilo mtoto anavyoniangalia, nikajua huyu anataka huyu.
ila nashindwa kuomba sasa. Yesu mimi kushindwa, hata yeye mwenyewe anashindwa kuniomba. Sasa mimi kabidi nijiongeze kama mwanaume, nikawa namwangalia tu. Akaniambia mume wangu, nikamwambia ndio nakusikiliza. Sasa hapa kabaki kimya, wala hata ongei. Anashika tu vidole vyake. Mume wangu. Ndio. Nikajua tayari ukazidiwa huyu. Alafu nilishaanza kumzoesha michezo, nikamsogelea hapa nikaanza kumwandaa. Nyinyi ana sauti tamu huyu mwanamke nyie. Huyu mtoto akiwa anaogulia. Ila sasa sio mtundu. Kwa hiyo nakuwa kama namfundisha. Kwa hiyo kuna mtu anambia, hebu nyanyua kidogo, weka hapa. Sogeza kidogo. Naambia, yaani huyu alikuwa ni mzuri lakini anashindwa kujitumia. Yaani nikaenjoy, basi mtoto wa kiume na enjoy. Basi napenda vile anavulia. Basi naambia okay. Basi nikawa na enjoy. Makaza, mume wangu nimechoka. Nikamwambia umeridhika? Niache. Nikamwacha apumzike. Bwana hata anachokiongea kieleweki. Nikamwacha apumzike. Sasa bwana, ilipita miezi 6. Nipo katika ndoa yangu. Nipo pia na Jemima kama mwanamke wangu wa pembeni, yani kama mchepuko wangu. Yani kwa kifupi niko na wote. Niko na mke wangu, niko na hawara yangu. Ila kwa hawara penzi ndo lilikuwa limejaa sana. Jemima ndo nilikuwa nampenda kinoma noma bwana. Na hata atakachoniambia Jemima, mimi kupindisha nilikuwa siwezi abadan. Kuna muda nilikuwa sirudi nyumbani hata siku 3, na mwambia Yusra nimesafiri, ila haikuwa kweli. Nilikuwa niko kwa Jemima. Na hata kama nikisafiri kweli, basi naondoka na Jemima. Nitaspendi naye sana huko mpaka narudi, na pesa nilikuwa nampa sana Jemima. Na kwa huo muda nilikuwa namjengea nyumba ya maana mno Jemima. Ilikuwa namjengea maeneo ya Mbezi Beach. Yaani nilikuwa namwaga pesa kwa Jemima mno. Asa Yusra hata nikimpa pesa anatumia nini? Yeye kutwa nzima kajifungia ndani. Ila Jemima ni mwanamke wa brandi, so matumizi ya pesa anayo kweli kweli. Akikwambia wigi anataka kanue kwa Ankotila milioni 7, ni kweli. Kwa sababu ni mwanamke mwenye brandi. Nguo akikwambia ya juu tu 5 milioni unatoa. Jemima alikuwa ni binti wa mitandaoni. Basi bwana, nakumbuka kuna kipindi mimi nilisafiri na Jemima kwenda Dodoma kwa ajili ya issue zangu za kazi. Na nikawa mchana nafuatilia issue zangu za kazi, usiku naburudika na mchumba wangu Jemima. Mke wangu akipiga simu, kwanza nina hiari ya kupokea ama nisipokee. Na hata nisipompokelea simu wala hakasiriki. Yaani ndo kwanza baadaye nikiongea naye ananiambia tu eti nilikuwa na kuombea hapa. Yaani muda wote ananiombea tu kwa Mungu. Ila Yusra bwana acheni tu. Sasa nikiwa niko huku Dodoma, naendelea na kazi zangu. Nakumbuka hiyo siku bwana, niko zangu bafuni, nilikuwa naoga. Nikamsikia Jemima, huyu mwanamke wangu mchepuko, alikuwa anaongea na simu, tena kwa hasira kweli kweli. Nikajua ni issue zake za biashara. Maana Jemima ni mtu hasira sana. So sikuwa na shaka wala nini. Nilipomaliza kuoga, ili natoka na mkuta Jemima ameshika simu yangu. Simu yangu ile Jemima kashika, na msikia anasema, yani anaongea ni hapo kwa hasira kweli kweli. Sikia wewe, mimi ndo nakuchana, sikuogopi mjinga wewe. Mwanaume hakutaki hata kidogo, kwani unamngangania? Mwanaume asikutaka, achana naye. Tena wewe ndo umenidhurumu mwanaume wangu. Umemroga, umemchukua, na hiyo ndo ikafanya umeolewa na madawa yako hayo uliyofanya mpaka akakuona wewe mshenzi nini? Wewe ni Muniru anakupenda. Muniru akupenda hata kidogo. Tena ananieleza vile anavyojisikia vibaya akiona wewe. Lo, unambembeleza sasa ndo nini? Ndo ukae ukijua hivyo mpumbavu mmoja wewe. Kwa taarifa yako ndo nikwambie, mwanaume nipo naye huku Dodoma. Leo tuna siku ya 3, tunakula raha. Wewe umetaka nini? Wewe umetaka ndoa? Ndoa si unayo, ila ndo hivyo, ndoa inakuwa karaha. Huko ndani mbwa ndo nakwambia ndo nakupa siri. Mwanaume naye natamba naye. Nakwambia wewe. Hey. Mungu wangu, kwanza ilibidi nimpokonye ile simu. Nikakata.
Mungu wangu, Jemima alikuwa anaongea na mke wangu Yusra. Hey, ha, wewe Jemima, nini unafanya? Jemima, wewe unamtukana mke wangu? Lakini si unaelewa kwa jinsi gani nakupenda wewe Jemima, na mimi simpendi yule. Sasa kuna haja gani? Kwa nini unamtukana? Kwa nini unamtambia hivyo? Kwa nini unamwambia maneno makali ya kumuumiza? Kwa nini Jemima? Kwa nini unafanya hivyo? Nakuuliza wewe Jemima, kwa nini? Oh, kumbe unampenda Nakuuliza wewe unampenda? Kwani unajali kuhusu yeye? Sasa ndo nakwambia hivi, nimechoka. Mimi kila siku hawara, mimi nimechoka. Nilitaka nijue mimi naye unampenda nani? Maana muda wote najua Sasa ndo nishajua unampenda yule, unipende mimi. Kama vipi nioe basi mke wa pili? Nimechoka mimi kuhawara. Nikamvuta hivi Jemima, pap, nikampa kibao nikamwasha na kingine Nina. Ilikuwa ndo marangu ya kwanza kumpiga huyu mwanamke. Aisee, nilimind. Yaani sikupenda kabisa mazungumzo yake. Nikamwambia wewe mpumbavu nini? Hivyo unajua unachokiongea? Hivyo unajua ulichokifanya? Hivi wewe, kwani mimi sikukuelezea kwa nini nimemuoa yule mwanamke? Hivi sikukuelezea kwa nini nimemuoa yule mwanamke? Sikukuelezea? Si nilikwambia ni wazazi ndio wamefanya nimuoe kwa ajili ya maslahi ya familia. Kwa hiki ulichokifanya, Yusra akienda kumsimulia mamangu, mimi nitakuwa katika hali gani? Hivi wewe Jemima, kwenye 12 zimeondoka. Jemima, mbona unakosa muelewa? Sasa wakati huo Jemima alikuwa analia. Si umeshapata kila kitu kutoka kwa baba yako, mbona bado uko naye? Wewe utakuwa unampenda wewe. Nikamwambia Jemima, haiko hivyo kama unavyodhani. Siwezi kumwacha haraka hivyo kama vile ambavyo unataka. Kwani una shida gani? Wewe nini ambacho unakitaka kwangu wewe mimi sijakupa? Jemima, nakupa kile unachokitaka. Nakupa kila kitu ambacho nakitaka, ambavyo yeye sijawahi kumpa hata robo yake. Yote ni kuonesha namna gani ambavyo nakupenda sana wewe. Ni kipi unachobabaika naye? Wakati mimi ukinitaka anytime nakuja kwako, tena nalala kabisa kwako. Uone kwamba mimi yule simpendi? Haya, muda huu tupo Dodoma. Niko na nani? Nakuuliza, niko na nani hapa Dodoma? Si nipo na wewe? Na mbona sipo na yeye? Maana nakupenda wewe. Ni tabia gani hizo unanionyesha Jemima? Aise, msikilizaji, nilipaniki kinoma noma. Yaani nilifoka vibaya mno, tena kwa hasira. Nikaona Jemima kapoa, kanywea. Baby samani, mimi nilimind tu sana. Nikaanza hapo nikavaa nguo zangu ili niondoke. Sikutaka kabisa samani zake mshenzi huyu. Basi Jemima akaja pale akanishika mguu. Hapo Jemima analia. Baby samani, ni hasira tu, na mimi nina moyo, kuna muda naumia, wewe kukuona sijui nini, usinifikie vibaya kipenzi, naumia, nisamee, nimekosa mimi na kuomba nisamee. Nikamwambia Jemima, hizi tabia za kushika simu yangu na kuzipokea zimeanza lini kwanza? Hizi tabia sizitaki na sizipendi, unanielewa? Nisamee sawa, ni sababu nakupenda, natamani uwe mume wangu peke yangu, ndio maana nimefanya hivi, nisamee, sitarudia tena. Unajua, nikamwangalia mpaka nikamuonea huruma. Pia Jemima nilimuelewa. Jemima ni ananipenda sana pia. Basi nikamnyanyua pale kisha nikamkumbatia. Nikamwambia okay, sikiliza, nyamaza. Nyamaza sasa, naomba nyamaze please. Nyamaza basi. Kweli
Hapo nikaongea naye vizuri mno na nikamuelewesha sana kwa nini mimi nimeoa na asiwe na pressure. Soon mimi namwacha Yusra na nitamuoa yeye Jemima, na asijali kabisa kuhusu hilo. Ikishindikana nitamuoa Jemima awe mke wa pili. Basi Jemima alinielewa sana tu, akasema sawa. Nikaona okay, kwa upande wa Jemima nimeishalisolve hili. Sasa sijui itakuwaje huko nyumbani kwa Yusra, na anajua kwamba nipo Dodoma kikazi, alafu Jemima kamchana ya kwamba nipo naye huko Dodoma kuda deki. Japo mimi namuweza sana Yusra, na kwangu Yusra haongei lolote, ila nilijisikia vibaya mno na aibu, maana kwa sasa mimi na Yusra ni tunaishi kama mke na mume. Jemima alipolala tu nikatoka nje ya hoteli, nikaanza kumpigia simu Yusra. Ilikuwa ni majira ya saa 6 za usiku. Nilipiga sana, ila simu haikupokelewa kabisa. Nikahisi ukalala ama ananichunia tu, hataki kupokea simu yangu, maybe mara baada ya kutukanwa na Jemima. Nilipiga sana, ila Yusra hakuwa anapokea simu zangu kabisa. Nikakata tamaa, nikasema nitaenda kumalizana naye kesho kutwa, maana ndo nitakuwa narudi nyumbani. Basi nikiwa nishakata tamaa kabisa, nataka kurudi ndani, mara nikaona yeye sasa ndo ananipigia simu Yusra. Haraka nikapokea. Nilipopokea simu ya Yusra, Yusra akaanza kuniambia, "Assalamu alaykum mume wangu. Samahani, nilikuwa na swali suna na ndio maana sijapokea simu, nisamee mume wangu." Kiukweli moyo wangu kwanza ulishuka. Pressure ilishuka kwanza, maana niliona Yusra kaongea taratibu, yani kama kawaida yake. Basi nikaitikia ile salamu yake na kisha nikamuuliza, "Unaendeleaje?" "Naendelea vizuri mume wangu. Vipi unaendelea vipi na kazi?" Nikamwambia, "Kazi zinaenda na mimi niko sawa tu mke wangu." "Vipi wewe mke wangu, uko sawa kweli hapo?" Hapo msikilizaji namuuliza hivyo, nimejishtukia, yani namsikilizia atanijibu nini. Lakini cha ajabu Yusra akaniambia, "Niko sawa mume wangu. Naendelea vizuri." Nikamwambia, "Okay, hauna la kuniambia lolote mke wangu, yani lolote lile uniambie." "Hapana mume wangu, sina lolote la kukuambia. Nilitaka tu kujua kama wewe ni mzima na unaendelea vizuri, ni hilo tunashukuru mume wangu." Mpaka nikajiuliza, mimi na date na jini au? Wewe binadamu gani yani huyu ashtuki, haulizi? Na ili hali ametoka kufokewa na mchepuko wangu Jemima. Wewe ndio usio binadamu nyinyi. Yani kikawaida haiwezekani. Hata wewe hapo huwezi. Sasa hapo nikawa najiongelesha pale, ila Yusra hakuonesha kunikasirikia na wala hakuniuliza kabisa kuhusu Jemima. Yani hakuuliza, mimi naanzia wapi kumwambia. Nikajua huyu hili jambo kalikaushia. Hili jambo kafanyaje? Kalikaushia. Nikajua kalikaushia tu hili swala. Basi nikaagana naye pale. Akaniambia, "Nakutakia usiku mwema mume wangu na nakupenda sana, nakutakia kazi njema." Nikamwambia, "Okay sawa mke wangu." Basi tukaagana pale, mimi nikakata simu yangu, nikarudi ndani. Nikakuta Jemima kashalala 444. Basi nami nikalala pale nikiwa namuwaza sana Yusra, ni mwanamke wa aina gani huyu? Mbona kama vile hana moyo? Yani mitusi yote ile ya Jemima hakuniuliza kitu. Nikajua ataenda kuniwashia moto nikirudi nyumbani huyu. Hiyo kesho kutwa hiyo. Maana leo hajaongea lolote lile. Basi bwana. Baada ya siku 2 nikarudi nyumbani sasa. Na sio kwamba nilirudi kwa mke wangu Yusra. Hapana. Nilipitiliza kwanza kwenda kwa Jemima, nikakaa siku 2 tena na kisha ndo nikarudi kwa Yusra. Kwanza nilipofika, Yusra alinikaribisha vizuri mno, tena kwa furaha sana, mpaka na mimi sasa niliona aibu. Hapa akaniambia, "Kaoge kwanza mume wangu na kisha chakula tayari ndo uje tuongee." Nikamwambia, "Unataka tuongee au una maongezi na mimi? Maana kuna kuongea alafu unakuwa una maongezi na mimi." "Hamna, nataka tu tuongee mume wangu." Nikasema, "Okay sawa." Hapo moyoni mwangu nikajua leo huyu anataka kufunguka kuhusu Jemima. Ile simu ilipopokelewa kule Dodoma na sio kingine. Basi kweli nikaenda nikaoga, kisha nikaelekea dining kwa ajili ya kupata chakula.
Aliniandalia pale chakula kwa bashasha kama lote, na nikahisi kaniwekea sumu huyu. Nikampakulia kwanza na yeye kwanza, na kisha hapo nikawa namtega tu aanze kula yeye. Hawezi waamini, alikula kile chakula, akanywa na juice, na mimi ndo nikawa nakula sasa. Nilipomaliza nikaelekea chumbani, nikamwacha yeye anatoa vyombo pale dining. Nikawa nimetulia tu chumbani. Akaja akakaa kitandani karibu kabisa na mimi, akaniambia, "Samahani mume wangu, tunaweza tukaongea?" Nikamwambia, "Tunaweza tukaongea, kuna nini?" Hapo basi mke wangu akasogea mpaka kitandani, kisha akakaa pembeni yangu, akaniambia, "Naelewa mume wangu, naelewa hunipendi kabisa, naelewa hunipendi." Hapo maskini ya Mungu, huyu binti anasema huku chozi linamtoka. Oya, kama mwanaume kuna namna nilifeel yani. Chozi linamtoka huyu binti, akajifuta maskini ya Mungu. Akaniambia, "Najua hunipendi mume wangu, ila usinioneshe kwamba hunipendi. Maana mimi nakupenda sana mume wangu, nakupenda Munir. Siku ya kwanza tu nilipokuona kipindi nipo kwenu nafanya kazi, nilikupenda. Na mama aliponiomba niolewe na wewe, nilikubali haraka kwa sababu mimi nilihisi kukupenda wewe. So na mimi na moyo naumia mpenzi, na hata kama hunipendi basi usiniache mwanamke wa na hata kama hunipendi basi usimwache mwanamke wako nje nipokelee simu zangu na kunitukana. Mimi najisikia vibaya sana na kuwa naumia mno. Yaani sana naumia Munir. Mimi najua sana kuwa upo na Jemima kwa muda sana, na ndio maana huwa unachelewa kurudi nyumbani, na huwa unakuwa kwake, na hata siku ambazo hurudi hapa unakuwa upo kwake. Najua sana Munir, najua unalala kwake hata siku 3, unanidanganya umesafiri. Mimi yote naelewa mume wangu, ila usiruhusu awe ananitukana mume wangu, usiruhusu hilo, naumia. Yaani mpaka aibu. Kwanza nilibaki kimya, tunamwangalia tu. Au niambie shida iko wapi mume wangu? Ama mimi sikuvutii? Ama kuna kitu Jemima anakufanyia mimi sikufanyii? Au mume wangu sikuridhishi kitandani? Au labda nina shida gani mume wangu, niambie, nafanya kwa ajili yako. Mimi sitakuchukia, ila nitajifunza mume wangu niwe kama Jemima. Niambie nina shida gani? Mbona najitahidi kuwa mwema kwako jamani mume wangu. Yusra, hebu sikiliza, mimi nakuomba kwanza unyamaze kwanza, sawa? Alafu naomba utambue kabisa kwamba mimi sina mwanamke wa nje, na hayo mengine ni mawazo yako tu. Ni wewe mawazo yako hayo mabaya ambao unanifikiria mimi, ila mimi sina mwanamke wa nje kabisa. Na huyo Jemima mimi sio mwanamke wangu kwa sasa. Nilishaachana naye muda sana, yaani muda sana. Na alipokea juzi simu yangu, alipokea simu sio Jemima, ni mfanyakazi wangu ambaye ananitaka tu kimapenzi, na nitamfukuza kazi. Na hiyo simu mimi aliniibia. Ulipopiga akapokea na kukuambia maneno machafu vile. Ila hakuwa Jemima. Hakuwa Jemima huyo ambaye unamjua. Na ndio ilikuwa hivyo, na wala sio jambo lingine, na wala hakuna ukweli katika hilo. Na kumbe uniamini Yusra, sawa? Mume wangu. Nini tena? Mtu muongo anachukiwa na Mwenyezi Mungu. Unanidanganya Munir. Haufanyi sawa mume wangu, na nitesa sana mimi. Basi muoe huyo Jemima awe mke wa pili, nijue ya kuwa una wanawake wawili, lakini sio hivyo unavyonifanyia. Navumilia lakini najikuta naumia. Sasa wewe unachonilazimisha nini? Kwamba wewe unataka nikubali kitu ambacho mimi sikifanyi, si maana yake? Nimekwambia sina mwanamke. Wewe vipi bwana? Sasa kwa nini usiwe muelewa pale ninapokueleza kitu? Wewe mbona unalazimisha? Sawa mume wangu, nisamee mimi. Labda nimekuhisi vibaya, nisamee. Vipi bwana? Mwanaume nimetulia, mwanaume sichepuki, unataka nichepuke sasa?
Mwanaume nikitulia naonekana mbaya, nisipotulia nitaonekana sina jema. Unatakaje sasa wewe? Wewe mambo gani hayo bwana? Au huko kwenye masimulizi yenu, au mnaosikiliza ya Anko Jay simulizi ndio anawafundisha mwe mna kiburi kwa waume zenu, si ndio? Wewe sichepuki mimi, sina mwanamke miwa nje. Hapo msikilizaji, nilijifanya kama vile nimechukia, nikajifanya kama nimemind hivi. Mimi huwa sipendi kujishusha mbele ya huyu mwanamke Yusra, sipendi. Ila kuna namna kama binadamu niliumia, afu nilijishtukia kabisa kwamba simfanyii poa, na niliona mpaka aibu. Ila ilibidi nijikaze kiume, nikakataa kwamba sitembei na Jemima. Na nikakwambia mwanaume anakubali kwamba anachiti. Thubutu, niliona kabisa Yusra kaongea fact kama kweli nampenda Jemima, ni bora ni moyo awe mke wa pili kuliko kuchepuka. Maana mimi kumwacha Jemima siko tayari. Lakini pia kumwacha Yusra kwa sasa hivi, hapana, siko tayari. Maana kila siku mimi kwa Yusra kuna kitu kinajengeka kwenye moyo wangu juu yake. Na kumwacha Jemima ndo mnajua siwezi. Sikuwa nataka, yani vyote nilikuwa nataka. Yani nilikuwa ndugu yenu mimi sijui hata nilikuwa sijielewi. Au unaweza nikasema nilikuwa nataka vyote. Basi bwana, nikavuta pale shuka nikalala. Sikujali kumuhusu Yusra, nikamwacha kakaa kitandani. Mimi nikalala zangu. I say nilikuja kushtuka saa 8. Nikakuta Yusra anaswali usiku huko analia. Nilimwangalia sana, alafu niliona ni kama vile ananishtakia kwa Mungu. Sio mimi nilikuwa najishtukia, huyu atakuwa ananishtakia kwa Mungu huyu. Atanifanya mimi niwe chizi huyu kudadeki zangu. Kuswali gani huko mpaka mtu unalia? Akinipigia kisomo kidua huyu miski nanipata huyu. Alafu mtu mwenyewe wa dini sana. Wazazi sijui kwa nini walinichagulia mwanamke wa dini ese. Kuna muda si mwingine tunataka kulauka kidogo, taka mwanamke wa klabu nini unaenjoy. Unakula bata, mwanamke anavaa vinguo vya ajabu. Kuna muda ndo tunaenjoy hivyo. Sasa mimi sikujali wala nini alivyokuwa anaendelea kuswali pale. Nikavuta shuka langu nikalala fofofo. Kesho yake Yusra aliniamsha mapema sana, tena kwa tabasamu lote. Yaani kama vile hakuna kilichotokea kitu jana usiku. Akaniambia, muda huu mume wangu kaoge uende kazini, utapitiliza eti. Nikamwambia okay sawa. Nikaondoka pale nikaenda kuoga bafuni. Nilipotoka nikavaa nguo alizokuwa ameniandalia, na kisha nikaenda dining nikapiga pale chai nzito na vitafunwa vya kutosha tu, na kisha kaniaga kwamba ananitakia kazi njema. Siku hii niliona aibu. Nikatoa pale pesa kama 400 nikampa Yusra, nikamwambia watumie wazazi wako hii nyumbani. Yusra akapokea akasema asante mume wangu. Nikamwambia okay poa. Huyo nikaondoka zangu nikawahi kazini. Basi nilikuwa busy sana kazini siku. Na mida ya mchana nikaenda kwa Jemima. Jemima so bure. Ameniroga huyu mwanamke. Nikamkuta pale anapika, akanikaribisha vizuri. Nikamwambia Jemima, hebu acha kupika, njoo kwanza mara moja tuongee. Bwana ngoja nimalizie bwana kupika. Nikamwambia dakika 2 njoo. Nilimkumbuka Yusra. Nikimwambiaga kitu mara moja tu, hapo anafanya. Yaani kama vile angekuwa yeye hapa. Nilipomwambia njoo mara moja angeacha kila kitu. Kwa nikagundua okay, wanawake wako tofauti. Na licha hayo yote, mimi Jemima ndo nampenda. Ila mwisho wa simulizi mtajua kama nilifanywa dawa au manini. Ngoja niendelee kusimulia. Basi bwana, nikatulia mpaka nilipoweza kumaliza kupika. Jemima akaja. Kwa hiyo hakusikiliza ule wito wangu. Nikamwambia Jemima, nakuomba, nataka nikuoe uwe mke wa pili. Nataka nikaongee na wazazi wangu, nikuoe kipenzi changu. Hapana bwana, tuna haraka ya nini? Kwanza wewe alikwambia mimi nataka kuolewa mke wa pili nani? Situlisha kubaliana kwamba utamwacha mkeo nioe mimi. Yaani mimi na urembo wangu wote na uzuri wangu wote unioe mimi mke wa pili? Kwani mimi ndo nimeisha soko kwamba mimi nimechunda? Hapana bwana, mimi sitaki bwana wewe. Yaani utaki vipi sasa? Na wakati wewe ndo uliniambia kwamba nikuoe mke wa pili kule Dodoma. Kwa hiyo umegairi tena? Nimegairi. Ndio nimegairi sasa.
Hebu sikiliza. Kwa sasa mimi kumwacha Yusra ni ngumu. Tatizo wazee hawataki nimwache kabisa. Hapo msikilizaji, nilimdanganya huyu binti Jemima, lakini mimi haikuwa shida kwa wazee. Issue mimi nilikuwa nishaanza kumuelewa mke wangu Yusra, na kumwacha ilikuwa ni ngumu. Nilishaanza kumpenda sasa mke wangu. Nilikuwa nataka kote. Jemima nataka, Yusra nataka. Kilichokuja kunikuta huko mbeleni nyie, acheni tu. Ngoja niendelee kuwasimulia. Basi Jemima akaniambia, "No bwana, mimi nilivyokuwa mzuri hivi, mkeo mimi ananifikia, hafikia hata robo. Afu mimi ndo niwe mke wa pili." Hapo moyoni nikacheka, maana hamjui Yusra vizuri. Nikamwambia, "Sikiliza mama, hebu naomba uniamini Jemima. Hata mtakapokuwa mpo kwenye ndoa ya ukewenza, bado wewe utakuwa unaenjoy sana, maana wewe ndo nakupenda mno." Bwana wewe hapana bwana, wewe muache mkeo uje unioe mimi. Ndio iko hivyo. Nilimbembeleza sana Jemima, lakini hakukubali. Bembeleza ni moyo mke wa pili, lakini wapi. Jemima alinigomea kata. Nikasema okay poa. Basi nitamwacha mke wangu Yusra, nitakuwa wewe. Nilipomwambia hivyo akasema, "Sawa kipenzi changu, kama hivyo hakuna shida." Basi nikalala kwa Jemima usiku, na nikapewa na mchezo usiku sasa kama kwenye saa 6 hivi. Nikabeba na mimi leo kulala sitoweza. Ngoja nirudi nyumbani. Kweli nikarudi. Nilipofika nyumbani nikamkuta mke wangu yuko sebuleni, alikuwa ananisubiri. Kwanza alinipokea, akanikaribisha mezani, nikamwambia, "Leo mimi sili, nimeshiba sana. Si nilishakula kwa Jemima muda huo, na Yusra wala hata kuniuliza kwamba nimekula wapi hata." Akaniambia, "Sawa mme wangu." Basi mimi nikapanda chumbani kwangu. Nikachukua pale laptop yangu, kulikuwa kuna kazi muhimu sana, nikawa naimalizia pale, maana nilipanga mpaka asubuhi iwe imeshaisha. Basi Yusra akaingia zake chumbani, kisha akaelekea bafuni kuoga. Na alipotoka kuoga sasa akapanda kitandani. Hii siku hakuswali, afu sio kawaida yake. Mpaka nikamuuliza, "Wewe mbona unalala bila kuswali leo?" Akaniambia, "Najisikia ovyo leo." Nikamwambia, "Mbona hujaniambia kwamba unajisikia vibaya?" "Nisamee mme wangu, sikuzidiwa ndio maana sikukwambia." Nikamwambia, No. Ukiumwa hata kidogo unaniambia kwanza, mimi mume wako." "Sawa, nimekuelewa. Unajisikiaje kwa sasa?" "Kichwa kinanisumbua bado, ila sio sana." "Dawa umekunywa?" "Ndio." "Okay poa, pumzika. Mimi kuna kazi namalizia na kisha nalala." "Sawa, siku mwema mme wangu." "Okay poa." Hapo yeye akalala, mimi nikawa naendelea na kazi zangu. Nikiwa niko busy na kazi zangu, nikaona simu ya Yusra inaingia message. Tena sio message moja, message nyingi mno, afu usiku. What? Nikajiuliza, nani anamtumia message Yusra za usiku saa 7 kasoro? Huu tani huu. Huu mke wangu huyu. Inakuwaje simu yake inaingia message usiku? Nani anamtext mke wangu? Pumbavu nini? Nikavuta simu yake. Na uzuri ni kwamba simu ya mke wangu alikuwa hajaweka password kabisa. Nikaanza pale kuangalia upande wa SMS. Nikaangalia kwa zile SMS. Niliona pale alikuwa na chati na mama yangu kwanza. Nikaangalia chati zao na mama. Nikaona mama anamuuliza sana Yusra kwamba eti nimetulia, eti kwamba mimi simsumbui Yusra. Lakini Yusra alikuwa ananisifia sana kwa mama, eti kwamba mimi niko sawa, sina shida na tunaishi katika amani. Yaani tunaelewana, yaani kwamba tunapendana. Kiukweli kama mwanaume kuna muda nilihisi ya kwamba nilikuwa nina hatia sana kwa huyu binti. Maana jinsi ninavyoishi naye, Mungu tu pekee ndo anajua, lakini huyu binti the way anavyonipalilia kwa wazazi wangu. Nikaangalia tena message zingine pale. Nikaachana za mama, nikaangalia message zingine. Nikaona kuna message za ndugu zake wanamuomba pesa, akawa anasema hana. Basi ndugu zake wanamchamba sana, eti kaolewa na mwanaume tajiri ila hapewi pesa, na wakawa wanamtumia na SMS nyingi tu za kashfa mke wangu. Ila Yusra hakuwa anajibu zile message kabisa. Na Yusra hakuwahi kuniambia hilo. Aisee, nilichoka. Nilipoona nikatoka kwenye hizo message za ndugu zake, nikaja kukuta message za Jemima kamtumia mke wangu Yusra. Tena Jemima katuma message nyingi mno kwa mke wangu.
Tena bora zingekuwa message za kawaida. Jemima alikuwa ametuma message za matusi. Yaani matusi haswa ya nguoni. Alikuwa anamtukana Yusra. Jemima inafika stage anaandika message, anamwambia Yusra eti Yusra wewe mchawi. Umepata ndoa kwa kuroga. Mume wangu hakupendi. Ananipenda mimi Jemima. Msikilizaji, uwezi amini. Nikakuta mpaka picha za mimi na Jemima anamtumia mke wangu Yusra. Yaani mimi na yeye Jemima tuko pamoja sehemu mbalimbali ikiwamo Dodoma. Anamtumia Yusra kama kumrusha roho. Uwezi kuamini, zile message zote za Jemima Yusra hakujibu hata message moja. Kwa hiyo kumbe ile siku Yusra ananiambia nakataa, anajifanya kuvimba sina mwanamke nje ya ndoa, kwamba mimi Yusra sio mwanamke wangu. Kumbe Jemima sio mwanamke wangu. Kumbe Yusra alikuwa na uhakika kabisa kwa kile alichokuwa ananiambia. Kuna namna nilishtuka sana. Alafu Yusra yuko kawaida na ananichekea kila siku mpaka ilifika stage sasa nikaanza kumwogopa. Siku zote Yusra ananichekea, kumbe Jemima anamtukana mno Yusra. Mpaka ilifika stage nikajiuliza kwamba huyu Jemima kapata wapi namba za Yusra. Nikaja kukumbuka Jemima anajua password za simu yangu. Nikajua Jemima kachukua namba ya mke wangu kwenye simu yangu. Na matusi yote hayo alokuwa anatukanwa na Jemima, ila Yusra hakujibu hata message moja. Na yote alikuwa anamtumia mpaka na voice zangu nikimsifia Jemima, yani zote akawa anamtumia Yusra. Hapo ndipo nikaja kugundua Jemima ni mpumbavu, hana akili. Hivi unaweza kuamini msikilizaji, Jemima alituma mpaka voice note, zile voice za faraga za mimi na yeye, mimi nikiwa namsifia kwamba Jemima yeye ni mtamu kuliko Yusra. Kumbe Jemima alikuwa ananirekodi akazituma yale voice yote kwa Yusra. Guys, nilivurugwa guys. Nikaona ipo siku huyu Yusra, huyu mke wangu yataniua. Wallahi nawapia. Ilifika stage nikawa namuogopa. Humu ndani mimi nimelala, ila ipo siku Yusra mimi ataniua. Kwa sababu haya mambo atayahifadhi moyoni. Itafika stage atayashindwa. Kinachofuata sio kama kuniua ni nini. Nikaendelea kupekua simu ya mke wangu. Nikaja nikakutana na namba ambayo naijua. Kabisa. Ilikuwa ni namba ya rafiki yangu Roshi. Rafiki yangu kabisa Roshi. Naikuta namba yake kwenye simu ya mke wangu. Kwanza nikashangaa. Namba ya Roshi kwenye simu ya mke wangu inafanya nini huko? Haraka nikafungua message. Message za Roshi alizokuwa anamtumia mke wangu. Yaani nilishangaa, imekuwaje mpaka huyu bwana kamtafuta Yusra? Na kapata wapi namba za mke wangu? Nilichochoka zaidi msikilizaji, nilimkuta zile message nimezifungua hivi nikakuta Roshi anamtongoza mke wangu, anamtongoza Yusra. Jamani, mimi nitawasomea mpaka message yake alikuwa anayetuma huyu jamaa. Nikakuta pale message kaandika, Yusra, leo nimekuona nimechanganyikiwa sana.
Yusra, nimejikuta nimekupenda sana. Tena nimechanganyikiwa haswa juu yako. Yusra, sijai kujua kama we mzuri namna hiyo. Kumbe bwana manguo yale naficha umbo lako. Mtu asiyejielewa hajui thamani yako. Yusra, sikufichi bwana, mshikaji wangu yule hakupendi wala nini. Yule mshikaji wangu hakutaki hata kidogo. Anakupangia mipango akuache muda wote. Please Yusra, mimi nipo kwa ajili yako. Naomba sana uwe na mimi. Nitakupa furaha ambayo unaikosa kwa muda mrefu. Yusra, we mrembo bwana. Urembo wako hautakiwi Muniri auchezee. Muniri anakutesa tu huyo. Muniri huyo malaya tu. Anampenda kahaba wake Jemima. Naomba uniruhusu basi shemeji yangu, shemeji tutoe ni kuonesha kwamba mimi ni wa thamani. Please bwana, Yusra, dai talaka yako, mimi nataka nikuoe bwana. Nimejikuta nakupenda sana. Najua na uwezo kukupata sababu uliye naye huyo akikupoteza tu mimi nakuchukua. Hana mapenzi ya dhati huyo. Muniri hakupendi kabisa huyo. Huyo mimi ni mshikaji wangu, namjua, mambo mengi ananiambia kuhusu wewe, hakutaki. What? Hii message ya Roshi kwa mke wangu inanipondea, anamtongoza mke wangu. Niliisoma afu nilihisi kama mkuki unaochoma moyoni, yani kama mkuki unaingia chwa. Nilipata wivu huo, msikilizaji, ambao sijawahi kuupata katika maisha yangu. Cha ajabu, Yusra hakujibu ule ujumbe. Hakuwa amemjibu message hata moja Roshi. Na huyu Roshi alivyokuwa mshenzi, akatuma picha. Alimtumia picha ya Yusra. Picha ambazo zilikuwa zinaonyesha mimi nakula bata na Jemima. Yusra aliziangalia zile message, ni kama aliziblutiki, hakujibu. Nikaja kuangalia, kufuatilia, Roshi huyu ameanza kumtongoza mke wangu lini? Nikaja kugundua miezi 3 nyuma mshikaji anabembeleza penzi. Tangu ile siku ambayo Roshi nimemleta nyumbani kwangu ndio siku ambayo alianza kumtongoza mke wangu. Nikaja kuangalia call zake. Mungu wangu, ndo nachoka. Niliona Roshi anapiga simu kwa mke wangu kudadeki kama vile anadai sijui nini. Na mke wangu alikuwa anapokea simu za Roshi. Nikaja kujua, kumbe mke wangu alikuwa anamjibu Roshi kwa simu, anaongea, sio kwenye message kudadeki. Oya, nilimind Yusra kama vile mimi ni msafi. Nikajua huyu demo kumbe hajibu message, wanaongea kwenye simu ili nisione. Nikaangalia miamala ya pesa ambayo mke wangu anatumiwa. Nikakuta Roshi anamtumia pesa nyingi sana Yusra mke wangu. Lakini kuja kuangalia vizuri, nakuta kumbe ile miamala inarudishwa tena kwa Roshi. Yaani kama vile mke wangu alikuwa anafanya, anazikataa zile pesa. Kasa usinitanie, nikamwamsha, nikamwambia wewe amka. Amka bwana wewe, amka. Hapo nilimtikisa kwa nguvu mke wangu, amka. Yusra akaamka na usingizi kweli kweli. Vipi mme wangu? Kabla sijaongea nikamvuta kofi. Aje kavizugeza. Ndikuwa na wivu. Sasa masikini ya Mungu, binti watu wana usingizi haoni. Nimemwasha kofi la huku, nimempiga kofi la huku, anaona nyota. Nikamkwida. Nikamvuta. Sasa hapo haelewi masikini ya Mungu. Nikamwambia, kwa hiyo wewe unashauriwa udai taraka ukaolewe, si ndio? Hapo sasa masikini ya Mungu anashika hivi shavu, analia. Nikamwambia, naomba uniambie, mpumbavu mmoja wewe. Kwa hiyo wewe unataka ukaolewe na rafiki yangu, si ndio? Hapana, sio mimi, yeye ndo alisema. Mimi hapana, mimi sijamjibu kitu. Nikamwambia, mbona mnaongea kila siku? Mnaongea nini? Mami sijikolo hapo, mnaongea nini?
Mnaongeaga nini? Mimi namjibu tu simtaki, hakuna kingine mume wangu. Nakupiga leo mpaka nikuue. Nitakupiga mpaka nikuue Yusra. Huwa mnaongea nini mjinga wewe? Mume wangu mimi hamna kitu. Nikasema kwa miezi 3 anakusumbua. Kwa nini upo kimya? Hujaniambia. Kumbe unapenda ninavyokutongozaga, si ndio? Yusra, usinikalie kimya, wewe huna mdomo. Mume wangu mimi sikutaka mimi mume wangu. Hukutaka nini? Sikutaka mvunje urafiki wenu kwa ajili yangu. Nisamehe mume wangu, nisamehe. Hapo nimemkwida hivi na muangalia Yusra kwa hasira. Nikamwambia Yusra, sitaki masihara. Naomba uniambie kwenye kuongea mlikuwa mnaongea nini? Yusra, nimekwambia nieleze haraka iwezekanavyo. Ni kweli mume wangu, naomba uniamini mimi. Mimi nilimwambia tu simtaki. Yeye ndo akawa ananibembeleza, mimi sikumkubalia. Umtaki? Na wakati nimeona mlikuwa mnaongea mara nyingi sana. Humtaki, anakupigia simu unampokelea. Ulishindwa kumblock miezi 3. Wewe usinitanie mwanamke, nakwambia usinitanie. Nakwambiaje? Leo utaniambia ulikuwa unaongea naye nini huyu mpumbavu mwenzako. Ngoja sasa nikuoneshe. Hapo msikilizaji, nikaenda kufungua kabati. Nikavuta pale mkanda wangu wa suruani. Nikaukunja hivi pap. Nikamrudia. Nilichokifanya hii siku, Mungu anisamehe. Nilimpiga bwana. Nilimtandika mikanda. Kiukweli Yusra aliniomba msamaha. Aliniomba msamaha huku akisema kwamba hajafanya chochote kitu. Na aliniambia yule Roshi yule alimtumia mpaka location wakakutane na vitu kama hivyo. Lakini Yusra alikataa vyote. Na akaniambia mpaka pesa nilikuwa namrudishia mume wangu nisamehe. Sijui ilikuwaje, sijui wivu ulitoka wapi, lakini eti nilishindwa kumwamini Yusra. Nikamwambia utaniambia ukweli, ulikuwa unaongea naye nini? Mara zote hizi nataka, yaani utaniambia tu ulikuwa unaongea naye nini? Aisee, siku nilimpiga sana kusema ule ukweli. Nilimpiga mno Yusra kiukweli. Nilikuwa nimechukia sana. Na wivu ndo ulikuwa umenizonga kusema ule ukweli. Yaani anatongozwa miezi 3 na rafiki yangu. Afu yeye wala haniambii. Anapigiwa simu. Alafu yeye anampokelea na walikuwa wanaongea hata nusu saa. Nimeona. Sasa walikuwa wanaongea nini kama sio ushenzi tu? Basi nikamwacha tu. Nikaona mimi nitamuumiza sana. Nilikuwa na hasira kusema ule kweli. Na hapo nimeshamdunda kweli kweli. Yaani sio kumpiga masihara msikilizaji, mpaka kusimulia nashindwa. Nilimpiga mpaka mwili wake ulitutumuka. Mwili wake ule kama alama, akawa analia tu pale kitandani. Alikuwa tu amejikunja maskini ya Mungu. Aisee. Nilimwangalia sana Yusra. Nikajiuliza sasa, kwa nini nimempiga? Wakati mimi ndo mshenzi nambari 1. Mimi ndo namfanyia maujinga kibao na mpaka anatukanwa na jamii ila hajaongea chochote. Anatukanwa na ndugu zake ila yuko kimya. Na yote ni kwa sababu siwajibiki kama mume vile ninavyotakiwa kwake. Na kumbe mshikaji wangu Roshi kabisa anamtaka mke wangu kindaki. Nyewe nilichoka, nilikaa chini kwanza na mimi nikawa na mawazo vibaya mno. Kumbe mimi nawaza kumwacha ila kuna wahuni wanampangia wamuoe. Afu tena ni mshikaji wangu wa karibu kabisa Roshi. Na akamwambia kabisa kwamba eti adai talaka.
jamaa itaki kuacha tu, mimi nakuwa aisenyie. Moyo uliniuma, sikwambie mtu msikilizaji. Moyo uliniuma vibaya mno. Sana. Basi hapo sasa ikabidi mimi nifanyaje? Niinuke. Nikainuka pale, nikaingia zangu bafuni kuoga kwanza kwa ajili ya kupunguza hasira. Niliingia kwenye jacuzzi, nikaacha tu nielee kwenye yale maji, maana sikuwa sawa kusema ukweli. Na hapo moyo ulikuwa unaniuma kinoma noma. Oya, niacheni. Nilikaa kama lisando, nikatoka bafuni. Nilipotoka bafuni nilimkuta Yusra bado analia, maskini ya Mungu. Yuko pembeni kabisa ya kitanda. Mimi wala sikuongea naye. Nikapanda kitandani, nikawa navuta usingizi. Ila usingizi ulikuwa hauji kabisa. Nilikuwa nahangaika tu pale kitandani. Yaani usingizi hakuna kabisa, mawazo. Sijui hata nilipitiwa saa ngapi. Nilikuja kushtuka asubuhi. Nilimwona Yusra kalala kwa kujikunja sana. Mimi nikanyanyuka, nikaoga, nikavaa zangu, nikasepa. Hapo nilikuwa nina hasira. Hata Yusra sikumwamsha kabisa. Nikanyosha moja kwa moja kwenye kampuni yangu nyingine ambayo huko ndo nimemwajili Roshi, na tena nilimpa cheo kikubwa mno tu kwenye kampuni. Yeye alikuwa ni kama msimamizi mkuu wa kwenye hiyo kampuni. Maana mimi sinakuwa niko busy na kampuni nyingine. Hii siku nilikuwa na hasira vibaya mno. Niliingia ndani ofisi yake, nikamkuta Roshi ameshafika, alafu alikuwa yuko busy anafanya kazi zake. Niliingia kwa hasira sana na hata sikumsalimia, yaani nilipofika pale ngumi ya uso nikampa. Na hiyo ndio ilikuwa salamu. Roshi hapo akaanza kutokwa na damu puani kwa sababu ilikuwa ni ngumi ya kushtukiza. Alishika hivi pua yake. Akawa ananishangaa. Akaniuliza, vipi Munir? Mbona unipiga? Nikamsogelea, nikamsogeza mpaka ukutani, nikamkaba kweli kweli. Nikamwambia, mshenzi mkubwa wewe. Yaani kumbe siku zote unajifanya rafiki yangu, kumbe ni adui yangu namba moja. Kwa hiyo wewe unamtongoza mke wangu. Maana yake mke wangu unamshawishi na pesa zako akukubalie mjinga mmoja nini, hela zenyewe na kulipa mimi hapa kazini. Sasa nilipomwambia hivyo, kwanza Roshi akanisukuma. Sijui alipata wapi huo ujasiri, akanisukuma. Roshi aliponisukuma akanambia, "Oya, niache mjinga wewe. Wewe unajua kunikaba ni wewe unamtaka Yusra wewe. Ungekuwa unamtaka Yusra, ungekuwa unamtesa vile. Wewe unamtesa pale mtoto wa watu. Unamfanyia nini kama mke? Zaidi ya wewe kuenjoy tu na Jemima, unamuonea yule mwanamke kwa sababu unamuona mpole sana, mwenye hofu ya Mungu, si ndio? Sasa sikia mwanangu, mimi ndio namtaka sasa Yusra. Tena muache haraka iwezekanavyo ni muoe. Mimi nataka kuanzisha naye familia, mshamba mkubwa. Wewe unajali mchepuko kuliko mkeo. Yaani mchepuko ndo amekushika akili, anakuendesha anavyotaka. Alafu unajiita wewe mwanaume. Mwanaume unaendeshwa na hisia. Wewe unamfanyia nini yule mwanamke kama mwanaume? Alafu unakuja hapa eti sijui niache kumtongoza mkeo. Sikiliza, mimi mke wako namtongoza na nitampata tu kwa sababu nishajua wewe ni mharibifu tu kwake na huna mapenzi naye ya dhati. Sikiliza mwanangu, wewe mimi nakuheshimu na nilikuwa nakuheshimu wewe mshikaji wangu, lakini uko unachomfanyia yule demu sio sawa. Sasa acha mimi ndo niwe mjinga kwake. Alafu endelea na Jemima wako. Mimi nipe Yusra. Nikamwambia, sikiliza Roshi, mimi Yusra ananipenda sana kuliko mwanaume yote yule hapa duniani. Sasa nakwambia hivi Roshi, hawezi Yusra kuniacha hata siku moja. Na hawezi kushawishika na wewe. Na ndio maana amekuwa na kurudishia vipesa vyako unavyomtumia kama mtego wa kutaka kumnasa mwanamke wangu mjinga mmoja wewe. Alafu tambua, yule ni mwanamke wangu mimi. Kwa na kuomba uwe na adabu, mpumbavu wewe. Kumbe jamaa mjinga sana wewe. Wewe Muniri, nilidhani una akili. Unadhani yule demu atakuvumilia milele? Sio kweli Muniri. Yusra yule atachoka tu. Na hata hizo pesa anazozirudisha ipo siku atazipokea, sababu anakosa kutoka kwako mjinga wewe. Na labda nikwambie kitu kimoja Muniri, nitahakikisha yule mwanamke namuoa. Huwezi kumtunza, huwezi kumheshimu kama mke, basi mimi nitakusaidia kumtunza na kumheshimisha yule mwanamke, na atakuwa mwanamke wa thamani mno. Akubabake. Nikaona kama jamaa alitia dharau, nikamtia ngumi nyingine ya tumbo. Nampiga Roshi anirudishi, ila anacheka. Roshi ananicheka. Afa anasema, yule demo alivyokuwa na ile shape, nitamfaidi sana kisha kuwa mke wangu. Nitamfaidi sana Yusra. Basi ndio hiyo siku hiyo Yusra atakayokuja kudai talaka kwako fala wewe. Mimi namuoa yule. Hapo je niajiri wewe, kaniajiri babako. Toka ofisini mjinga wewe. Nikamwambia, mpumbavu wewe.
Umesahau kama mimi ndo bosi wako hapa, na kwanza leo huna kazi, mjinga wewe. Hata kama ni bosi wangu sina shida na hii kazi, but na mkataba na babako unaonihitaji nifanye kazi hapa kwa miaka 3, na atakayevunja mkataba atamlipa mwenzie. Vipi, utanilipa pesa zangu? Jamaa alipoduliza ili swali sikutaka hata kuongea tena, maana akili kwanza ilikuwa imeshavurugika. Nikatoka mpaka nje kwanza ya ofisi. Aisee, siwafichi msikilizaji, nilitoka ofisini kwa Roshi, lakini kichwa kilikuwa kinaniuma, kinawaka moto vibaya mno. Alimchana maneno ya ukweli kabisa. Ni kweli sijawahi kuwa mume mzuri kwa Yusra hata siku moja. Sijawahi kusimama kama mume mzuri kwake. Nimekuwa mwanaume wa kumpa matukio kila siku ya leo. Aisee, nilijisikia vibaya mno, na Roshi anaonekana yuko very serious. Yeye anataka kunichukulia mke wangu na sio masiara. Yaani kwa kweli mimi kumfukuza kazi huyu Roshi kwa sasa siwezi. Roshi ameajiriwa na mzee, na hata kama nikivunja mkataba wake natakiwa nimlipe mkataba wa miaka 3, na mkataba wake ni mgumu mno. Kwa nikimfukuza huyu, maana yake mimi nakubali kumlipa pesa zote kama faida ya mimi kuvunja mkataba. Na nikivunja naye mkataba maana yake nitaiteteresha kampuni, yani mno. Sasa hii inakuaje? Nikasema ngoja nitamtoa tu kazini. Basi nikaenda kazini kwangu moja kwa moja, hapo nikaelekea ofisini kwangu. Nadhani kuna kazi niliifanya, lakini sikuwa sawa. Sikuweza kushika hata peni kufanya chochote. Nilikuwa nimekaa tu kwenye kiti hivi. Huko kichwa kilikuwa yani kichwa kwanza nilikuwa nimekilaza hivi kwenye meza, lakini kichwa kilikuwa kina mambo mengi mno kichwani. Aisee, nikiwa niko pale bwana, simu yangu ikaita. Aliyenipigia ni bora hata asingepiga. Wanasema wewe ukiona cha nini kule wenzako wanajiuliza watapata lini. Na upumbavu nilofanya ni kujiaminisha ya kwamba Yusra mimi hawezi kuniacha. Egora msikilizaji, mambo yatakuaje? Mwanetu atasema hawezi kuachwa. Mimi na hatujui kama kweli hawezi kuachwa au ataachwa. Asante sana kwa muda wako kunisikiliza katika hii sehemu ya 4. Mimi nikushukuru sana. Tukutane katika sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Munir.